Wapenzi watazamaji, leo nimewaletea kisa kimoja hatari sana, kisa cha majini hatari. Hayo majini bwana yaliingia kwenye kijiji yakiwa na lengo ya kutafuta ufunguo. Kisa chetu kinaanzia pale ambapo kijana mmoja alikuwa anakimbizwa na wananchi wenye hasira kali sana baada ya kuwa amekwapua mali za watu. Basi yule kijana alianza kukimbia kuelekea msituni akiwa na spidi kali sana, huku nyuma akiwa anafukuzwa na wale raia wenye hasira. Akaenda kujificha mpaka kwenye kichaka kimoja ili asiweze kuonekana. Lakini kwa bahati mbaya sana akiwa pale kichakani, wale raia waliweza kumshtukia na kuanza tena kumtoa mbio kabisa haraka haraka na kuanza kumfukuza kwa nyuma huko akiwa amebeba silaha za aina mbalimbali. Baada ya kuwa amekimbia kwa muda mrefu sana, yule kijana alijikuta amechoka sana, mwili ukakosa nguvu, mwisho akajikuta ameanguka chini, akashindwa kuendelea na safari yake ya kuokoa maisha yake. Hakika mbio za sakafuni huishia ukingoni. Basi wale vijana wenye hasira kali walimfikia yule mwizi na kuanza kumzunguka. Wakampa maneno makali sana kwamba siku za mwizi ni 40 na tabia ya mwizi sio nzuri katika jamii. Hivyo basi wakamzunguka na kutaka kwanza kumzuru. Ghafla wakatokea vijana watatu ambao walikuwa hawaeleweki wametokea wapi, na kuweza kuwazuia wale wananchi wenye hasira kali wasiweze kumdhuru yule kijana wala kumuua. Wakaanza kuambia kwamba haiwezekani wamuue yule kijana bila kuwa na ushahidi na ni kosa kujichukulia sheria mkononi. Bila kujua, wale wananchi walianza kuwatukana wale wageni bila kuwajua wametokea wapi. Ghafla wale wageni walianza kubadilika na kuanza kutoa moto kwenye mikono yao na macho yao. Kisha wakamwingizia yule mwizi. Yule mwizi akabadilika na kuwa kiumbe cha kutisha sana chenye macho meusi ti. Basi wale wananchi bila kujua walitaka kuendelea kumshambulia kijana. Ghafla ikatokea radi kubwa sana na temeko la ardhi lililoambatana na giza kubwa sana lililotanda katika eneo lile. Basi wale wananchi wakajikuta wote wamezimia na kupoteza fahamu. Kisha yale majini yakaruka mfiu kwenda kuwafuata moja kwa moja pale alipokuwa amelala, akiwa amebaki mmoja tu yule ambaye alikuwa anashambuliwa, akiwa yeye fahamu anazo za kutosha kabisa yani. Basi yale majini yakaanza kujadiliana namna gani ya kuweza kuwafanya wale wananchi wenye hasira kali. Kwa kuhofia kugundulika, basi wale majini wakashauriana kwamba wawafute kumbukumbu zote wale wananchi wenye hasira kali ili wasije wakagundua haraka sana kwamba wao ni majini kabla hajatimiza lengo lao lililowaleta hapa duniani. Basi wakaanza kumfuta moja baada ya mwingine kumbukumbu zote. Basi hayo majini, jini Shalman na jini Mahatul ambao ndio walikuwa wamebakia, yakaendelea kuwatoa kumbukumbu wale wananchi wenye hasira kali ili kuwapoteza kabisa wasiweze kukumbuka chochote. Kisha akaanza kuondoka. Basi katika kuondoka, bahati mbaya yule kijana ambaye alikuwa anataka kuuawa kama mwizi aliweza kuyaona na kuyagundua. Baada ya kuona anataka kugundulika, yale majini yalitoka mbio kabisa kaingia ndani ya mti. Yule kijana akaanza kushangaa, lakini akaamua kukimbia na kuondoka kabisa katika hilo eneo. Kwa na kijana mmoja anaitwa Kauzu, alikuwa akiendelea zake kuota moto katika huo usiku. Kijana huyu alikuwa yuko peke yake, akiwa hana mke wala mtoto. Basi maisha yalikuwa kiubachela tu, akiendelea kutafakari na kutafakuri jinsi maisha yalivyo magumu na jinsi atakavyoweza kupambana na huu ugumu wa maisha. Kwa kweli maisha ya upweke huwa yanaumiza na kuchosha. Ghafla mara katokea kijana. Ule kijana alikuwa na sura ya mbuzi kweli kweli. Akaanza kumkolomea na kumtisha, akaambia, sasa ulijua mimi nilikufa, kumbe mimi bado niko hai na nimekuja kulipiza kisasi. Nikirudi tena nitakuja kuitoa roho yako. Mimi naondoka. Basi yule kijana akaamua kuondoka na kumwacha Kauzu akiwa katika hali ya hofu na taharuki kubwa sana. Basi baada ya kuondoka yule kijana, ulikuwa ni usiku mgumu sana kwa kijana Kauzu. Alibaki na hofu kubwa sana, wasiwasi. Maana huko kipindi cha nyuma walimfanyia vitendo vibaya sana vya ukatili huyo kijana aliyeondoka ambaye alikuwa anaitwa DK. Kauzu na wenzake walimpiga na kumnyang'anya vitu vyake vyote wakimtuhumu kwa wizi. Wakampiga sana kiasi kwamba wakadhani amekufa. Hawakuishia hapo, pia walichoma na nyumba yake yote na kuiteketeza kabisa, ikiwemo mali zake zote zilizokuwa zimesalia. Kule kwenye upande wa majini, yale majini baada ya kuwa ametoka kwenye mti, yalienda kukaa kwenye kichuguu na kuanza kutafakari namna ya kufanya pale kwenye kile kijiji ili kuweza kuanza harakati zao za kutafuta ule ufunguo kuzimu ule ukisha potea. Basi walianza kujadiliana sana nini wafanye. Maana wao walikuwa ni wageni katika hicho kijiji, hawakuwa wanajua kwamba waanzie wapi wala waweze kuishia wapi.
Basi baada ya majadiliano hapa na pale, jini mmoja alikuwa na uwezo mkubwa sana wa maono ya kuweza kuona mbali zaidi ya mwenzake. Basi wakaamua kushauriana kwamba atumie nguvu zake alizonazo kutazama mbele na kutafuta njia ili waweze kuendelea kupata ufunguo na kurudisha katika imani yao. Basi jini Shalman alianza kuweka maono yake na kutazama kwa mbali kuona nini kinachotokea huko mbele. Lakini kadri alivyokuwa anatazama mbele, alikuwa anaona giza kubwa sana lilikuwa limetanda na hakuna kitu chochote ambacho kilikuwa kinaonekana zaidi ya giza nene na radi za kutisha sana. Basi aliendelea kutazama kwa kutumia yale maono ya macho yake na uwezo mkubwa wa kijini aliokuwa nao, lakini bado hakuweza kuona chochote kule mbele. Alishtuka sana na kushangaa, akajaribu tena kutazama, lakini kadri alivyozidi kutazama huko mbele, bado alizidi kuona giza nene kubwa sana liko limetanda kila mahali, pamoja na radi za hapa na pale zikipiga kufanya asiweze kuona chochote kule mbele. Baada ya kushindwa kuona chochote, jini Shalman alikaa na mwenzake tena, wakaanza kujadiliana wafanye nini ili waweze kuona ufunguo wa kuzimu na wafanyeje ili waweze kuona njia ya kuwapeleka katika ufunguo wa kuzimu. Basi jini mwenzake akaanza kumwambia, bwana, naomba jitahidi, jaribu kwa mara ya mwisho tena, chunguza kwa umakini ili uweze kuona mbele. Jini Shalman ikabidi tena aanze kujaribu kwa mara nyingine tena ili aweze kuona huko mbele kuna nini. Safari hii alishuhudia hali ya kutisha zaidi. Radi kubwa na za hatari zilikuwa zikipiga, giza nene la hatari na la kutisha, pamoja na miungurumo na matetemeko ya hali ya juu. Kisha vitu vizito vikawa vinalipuka kwa milipuko mikubwa sana. Akashindwa kabisa kuona kitu chochote kinachoendelea mbele. Kijana Kauzu alikuwa yeye akiendelea kutengeneza bafu lake, mara akaja binti mrembo, binti mzuri kabisa, akaja kuazima shoka lake ili akakatie kuni msituni. Basi Kauzu akaacha ile shughuli yake ya kutengeneza bafu na kwenda kumchukulia shoka yule mrembo. Mara tu baada ya yule binti mrembo kuondoka, akaja tena kijana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Kidinya, ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu kabisa na bwana Kauzu. Basi Kidinya akafika pale na kuanza kuomba naye shoka. Kule kwa majini, yule jini Shalman baada ya kuwa ametumia nguvu nyingi sana kutazama mbele na kushindwa kuona chochote, basi nguvu zilimwishia nyingi sana, mwisho akazimia na kupoteza fahamu kabisa. Basi jini mwenzake alibaki katika hali ya taharuki na oga mkubwa sana. Ikabidi amuongezee nguvu ili kumzindua angalau apate nguvu kidogo zitakazomfanya waweze kuendelea na safari yao ya kutafuta ufunguo wa kuzimu. Yes, baada ya kumuongezea nguvu sasa, ilibidi wakae chini na kuanza kutafakari tena njia nyingine ya kufanya ili waweze kupata huo ufunguo wa kuzimu. Walikaa wakatafakari na kujadili kwa kina zaidi wafanyeje baada ya kuwa njia ya kwanza kutafuta njia kwa njia ya maono kushindikana. Basi walikaa wakatafakari, mwisho kabisa wakakosa namna ya kufanya. Baada hapo muda so mrefu akaja kijana mmoja, yule kijana ambaye walimsaidia siku ile alipotaka kuoa na raia wenye hasira kali. Kijana Kalima alifika pale na kuanza kuongea na wale majini bila kujua. Basi wale majini wakamuomba msaada kijana Kalima, wakamwambia kwamba mwenzao yuko hoi, anaumwa na wao hawana pa kwenda na ni wageni katika kijiji. Kwa hiyo wanaomba hifadhi na msaada kwa ule kijana Kalima. Basi kijana Kalima kwa kutambua wema aliotendewa hapo awali, naye akaona ni muda wa kulipa fadhila. Basi wakamuinua kijana Shalman na kuanza kumpeleka nyumbani kwa kijana Kalima kwa ajili ya kumsaidia, bila kujua kwamba anapeleka majini hatari sana ambao wamekuja katika kijiji kwa ajili ya kutafuta funguo, pengine na kuleta mangamizi makubwa sana kwa wananchi. Kule kijana Kidinya baada ya kusikia kwamba shoka limeshaazimwa, basi hakuwa na la zaidi isipokuwa tu ni kuaga na kuondoka na kuahidi kurudi tena siku nyingine kwa ajili ya kuazima. Basi waliagana kwa furaha na bashasha kubwa sana. Baada ya mwendo wa masaa machache, kijana Kalima walifanikiwa kufika nyumbani kwake na wale majini. Basi wakakaa na kuanza kupiga story. Basi baada ya mazungumzo hapa na pale, kijana Kalima akamuita dada yake ambaye alikuwa anaitwa Rozi na kuweza kumtambulisha kwa wale vijana. Wale majini walifurahi sana na kushukuru, kisha yule dada Rozi akaingia ndani. Basi wakapiga stories hapa na pale kati ya wale majini pamoja na kijana Kalima. Stories zilinoga kweli kweli. Akajaribu kuwauliza, "Mbona siku zenu mnayeyuka?" Wao wakasema, "Hapana, sisi bwana tunadili na masuala mazingaombwe. Sisi ni binadamu wa kawaida kabisa wala sio majini." Basi kijana Kalima kalizika kabisa, akaona kweli hawa ni binadamu wa kawaida wala sio majini wala kutisha. Basi akamwambia, "Ngoja mimi niingie ndani, basi nyie endeleeni kukaa mpige story nikaangalia hata chakula cha kuweza kuwapa." Walipobaki peke yao, wakashauriana kwamba bora muite na mwenzao waongezeke ili aje kumuongezea nguvu jini Shalman. Basi wakamuita mwenzao, akatokea ghafla sana. Basi yule mwenzao alivyotokea, akasogea karibu, akasalimia salamu yao ya kikoo ya kijini, kisha akaanza kumwangalia yule kijana Shalman jini mwenzao.
ili aone namna gani ya kuweza kumongezea nguvu na kumponya madhaifu aliyokuwa nayo baada ya kuwa amepoteza nguvu nyingi sana katika kuangalia taswira ya njia yao. Baada ya kufika Jini Salim alianza kuwapa pole na kuambia kwamba kule Malkia anasubiri sana wao ufunguo kwa hamu kubwa sana. Kwa hiyo wajitahidi waweze kupata. Kijana Kauzu alikuwa akitengeneza zake jembe ili aweze kwenda shambani kwa ajili ya kilimo. Mara akatokea ule binti aliyekuja kuazima shoka, akalirudisha ile shoka lake. Basi kijana Kauzu alifurahi sana baada ya kupata ile shoka lake kutoka ule binti mrembo. Basi akamsifia hapa na pale kwa uzuri wake na urembo wake, kwamba ule binti ni mzuri sana, ni mrembo sana, lakini kwa nini anaenda shambani kulima? Basi ule binti akacheka sana na kusema maisha bila kulima bwana haiwezi kuwa maisha, kwa sababu maisha ya kijini yanategemea kilimo bila kujali kwamba ukoje. Basi kijana Kauzu akamtazama ule binti kwa matamanio makubwa sana kwa uzuri wake, kabaki akitabasamu na kujilama akisema kwa kweli binti Mungu amembariki na amebarikiwa sana kwa uzuri wake. Jini Salim aliendelea kuambia wenzake kwamba ule ufunguo ni wa muhimu sana. Yaani kupotea katika himaya yao ni hasara kubwa sana na maadui wanaweza kuwavamia na kuwaua. Lakini pia ule ufunguo ni muhimu kwa sababu wanaweza kuitawala dunia. Hivyo wafanye kila linalowezekana ule ufunguo uweze kupatikana. Awasimulia majini wenzake, Jini Namashkar na Jini Shalman, kwamba afanye kila linalowezekana uweze kupatikana. Hivyo basi akaamua kumponya kabisa Jini Shalman na kuweza kumwekea nguvu kubwa sana na nguvu za ajabu. Basi pale ghafla Jini Shalman akapata nguvu kubwa sana katika mwili wake na kuweza kunyanyuka. Baada ya kuwa amepata nguvu, basi alinyanyuka taratibu na kuketi kitako. Wakaanza kuzungumza huku wakijadiliana namna gani ya kuweza kupata ufunguo wa kuzimu na kurudisha katika himaya yao ya majini iliyokuwa inaongozwa na Malkia. Jini Salim aliendelea kuasisitiza kwamba wanatakiwa wajitahidi sana wautafute kwa haraka sana wao ufunguo ili uweze kupatikana. Kwa upande wa Kauzu, aliamka kwenda kuliangalia shoka lake mahali alipoliweka, lakini cha kushangaza hakuweza kuliona. Aliangalia huku na huku, hakuweza kuliona shoka lake. Akaenda nje akatafuta, hakuweza kuliona. Akakaa akajiuliza, hivi nani atakuwa amelichukua ile shoka? Hakupata majibu ya haraka kwa sababu alikuwa pale nyumbani yuko peke yake. Na ile shoka yule binti alikuwa ameshalirudisha, naye akaenda kulitunza mahali. Lakini cha kushangaza kuweza kuliona. Akajiuliza, hivi nani atakuwa amekuja kulichukua shoka? Au ni yule rafiki yake aliyekuja? Lakini hapana. Mbona limepotea kwa muda mfupi sana? Hapa kutakuwa na namna. Haiwezekani shoka niliweke ndani baada ya kuwa limerudishwa muda mfupi tu, lakini sasa hivi silioni. Nani atakuwa amelichukua shoka langu bila kuniomba? Lakini mbona hakuna mtu yote aliyepiga hodi kuni? Alibaki kapigwa na taharuki bila kuelewa nini cha kufanya. Akabaki amechanganyikiwa kabisa yani. Baada ya kushauriana kwa muda mrefu, ndipo Jini Shankar alipoamua kuaga wenzake kurudi ujinini kwenda kutoa ripoti kwa Malkia. Kauzu naye aliendelea kuwaza na kuwazua mahali ambapo shoka lake litakuwa limeenda, lakini hakupata majibu. Akajaribu kuangalia tena huku na huku, lakini haikuwezekana kuliona. Basi alikata shauri, akafunga mlango wake na kuelekea shambani kwenda kufanya kazi vivyo hivyo bila kujali kazi ataifanya vipi bila kuwa na shoka lake hilo. Hapa katika eneo hili kulikuwa na raia wakiwa wamejikusanya wakishangaa maiti ya kijana mmoja ambaye alionekana ameuawa katika mazingira ya kutatanisha. Kila mmoja alibaki akiwa amepigwa na bumbuazi, akijiuliza hivi ni binadamu gani mwenye roho mbaya kiasi hicho ambaye ametekeza mauaji hayo ya kinyama na kutisha katika huo mtaa. Watu walizidi kuongezeka kuja kushuhudia unyama huo wa kutisha bila kujua nini cha kufanya. Dunia hii imejaa watu wenye chuki, wivu, husda na roho mbaya sana. Ndio maana tunatakiwa kuishi nao kwa akili mno. Fikiria binadamu na mtoa roho binadamu mwenzako kwa sababu za tamaa, wivu, chuki au sababu unazozijua wewe. Kwa kweli binadamu wakuogopa sana kuliko hata mnyama. Ndio maana hata kama unakuwa unatembea, basi ni bora ukakutana na mnyama kuliko kukutana na binadamu. Binadamu ana roho mbaya sana. Yaani kumuua binadamu mwenzake anaona ni kitu cha kawaida kabisa yani. Bora hata mnyama wa mwitu kuliko kukutana na binadamu. Ndivyo maisha yalivyo na ndivyo binadamu tulivyo. Unaweza kukuta mtu hata hajakosea anakuja kukufanyia kitu kibaya sana au kitu cha kinyama. Basi wakati Kauzu akiwa anaelekea shambani kwake, alifanikiwa kupita katika ule mtaa na kushuhudia watu wakiwa wamejikusanya kabisa wakishuhudia maiti ambayo ilikuwa imetelekezwa katika mtaa huo. Kauzu alisogea na kuanza kutazama hiyo maiti. Mara alishtuka sana, tena kwa mshtuko wa hali ya juu, baada ya kugundua kwamba kumbe ile maiti ilikuwa ni rafiki yake kipenzi sana aliyekuwa anaitwa Juma. Basi Kauzu alichanganyikiwa sana na kuuliza, jamani hapa kuna nini? Nani aliyefanya mauaji haya kutisha huyu rafiki yangu kipenzi? Huyu rafiki yangu namfahamu kabisa yani.
Basi Kauzu alibaki ameshika kichwa asielewe nini cha kufanya. Maana yule rafiki yake walikuwa naye muda so mrefu sana. Walikuwa ni marafiki waliokuwa wameshibana sana. Basi akashika kichwa na kuchanganyikiwa. Akaanza kujiuliza, hivi mbona haya mauaji yametokea ghafla? Na nani ametekeza haya mauaji? Ikabidi aondoke kwa hofu kubwa sana. Akaondoka haraka na kuelekea nyumbani, huku akiwa na hofu kwamba inawezekana ni Dike alikuwa amesababisha yale mauaji, yule alimpa vitisho usiku wa jana yake. Alitembea kwa hofu na wasiwasi mkubwa sana, huku akiwa anajiuliza nini afanye. Mara tu baada ya kufika nyumbani, alishtuka zaidi baada ya kukuta shoka lake lililokuwa limepotea likiwa nje, huku lilikuwa limetapakaa damu. Hakujua afanye nini, alibaki akiwa anapigwa na butwaa. Basi wale majini leo walikuwa kitembea katika kile kijiji, huku akiwa na tafakuri na kujadili jinsi gani waanze kutafuta ule ufunguo wa kuzimu. Ghafla kilitokea kiumbe cha kutisha sana mithili ya sokwe na kuanza kunguruma kutaka kuwadhuru wale majini. Basi wale majini walijitahidi sana kuweza kupambana na hicho kiumbe, lakini kila kijitumwa wapi, kile kiumbe kilionekana kina nguvu za kutisha sana. Basi wale majini wakajaribu tena na tena kupambana na kile kiumbe, lakini kile kiumbe kilionekana kina nguvu kubwa sana. Basi kitaka kuwapandika, lakini wale majini wakaona hapana, isiwe tabu, wakaanza mbio kukimbia kile kiumbe cha kutisha. Basi kile kiumbe nacho kikaanza kuwafukuza na kuanza kuwakimbiza kwa lengo la kuwadhuru kabisa, ni kuwatokomeze. Wakajaribu kukimbia, wakakimbia hapa na pale, kaenda kujificha kwenye miti, lakini wapi, kile kiumbe kaanza kuandama. Kikawa na hasira kali sana kuweza kuangamiza wale majini. Basi wale majini wakakimbia, kile kiumbe kawafukuza mbio mpaka kwenye kichaka kabisa ndani ya msitu. Basi wale majini wakakimbia, wakaingia ndani kabisa ya huo msitu kumkwepa huyo kiumbe wa kutisha. Basi hali ilikuwa ya kutisha sana. Kulikuwa na binti mmoja alikuwa anaitwa Mary. Yeye na mdogo wake walikuwa wametoka polini kabisa kuchanja kuni. Basi katika huo msitu kulikuwa na viumbe wa kutisha sana, wakiwemo nyoka wenye sumu kali. Basi kijana Peter katika kutembea kwake akiwa mwancha nyuma dada yake, alikuwa anatembea bila kujua kwamba katika huo msitu kulikuwa na viumbe wa kutisha kama nyoka. Basi nyoka huyo mwenye sumu kali alifanikiwa kumuona Peter. Basi yule nyoka katika hali ya kustajabisha na kutisha alianza kumfukuzia yule kijana Peter kwa kasi ya ajabu sana. Yule nyoka aliendelea kukimbia kwa kasi sana kumfuata Peter. Alipofikia kamua kwenye mguu, kijana Peter maskini akaanguka chini kwa maumivu makali, kwa kilia kwa sauti kubwa sana. Dada yake aliposikia sauti ya kilio kikubwa, alitupa kuni chini na kuanza kukimbia kumfuata mdogo wake kwenda kuangalia nini ambacho kimemsibu. Basi mara baada ya kufika pale, alimkuta mdogo wake akiwa anagagaa kwa maumivu makali sana, huku yule nyoka akiwa ameshaondoka. Basi dada mtu alibaki kuchanganyikiwa sana na kupiga kelele za kuomba msaada, lakini kwa sababu alikuwa peke yao katika ule msitu, hakuna mtu yote ambaye alijitokeza kuwasaidia. Baada ya kumkagua, ndipo akagundua kwamba mdogo wake amemng'atwa na nyoka. Kauzu naye aliendelea kujiuliza maswali mengi sana kuhusiana na lile shoka na zile damu ambazo zilikuwa zimetapakaa kwenye lile shoka. Akalihusianisha na yale mauaji yaliyotokea kwa rafiki yake. Mwisho akawa na hofu kubwa sana na wasiwasi mwingi kwamba inawezekana kabisa ile shoka litakuwa limehusika na yale mauaji ya rafiki yake. Lakini je, ni nani ambaye amelitumia ile shoka katika kufanya mauaji, na amelichukuaje, na kwa nini amelitafuta na hakuweza kuliona? Basi bwana Kauzu akaogopa sana, akaanza kukimbia huko na huko na kuangalia kama kuna mtu anayemtazama. Kule polini lile dubwana likitaka kuhakikisha kabisa linawaangamiza, na wao wakawa wameishiwa nguvu kabisa za kuweza kupambana nalo, maana hakuna nguvu yote ile inaweza kulizuru hilo dubwana. Kauzu, hofu na mashaka vikiwa vimemtawala, aliendelea kuhangaika huku na kule, huku akitafuta jawabu nini afanye juu ya lile shoka ambalo lilikuwa limejaa damu. Wasiwasi ulimjaa sana kwa sababu alihisi kwamba endapo mtu yote atagundua kwamba ile shoka limejaa damu, basi anaweza kuhusiwa moja kwa moja na mauaji yaliyotokea. Basi alizidi kuchanganyikiwa na kutazama lile shoka bila kujua nini cha kufanya. Kule nako kwa upande wa majini, baada ya kuwa amelikimbia ile dubwana, basi wakaanza kujadili na kutafakari. Wakajiuliza maswali, kwa nini nguvu zao zimeonekana hazifanyi kazi katika kile kijiji? Wakajaribu kuonyesha zile nguvu zao, lakini wakaona bado wanazo, ila katika ile dubwasha zilishindwa kufanya kazi. Basi wakagundua kwamba inawezekana ile dubwasha lina nguvu kubwa kuwazidi wao, na wakaona kwamba inawezekana kabisa kile kijiji kina ulinzi mkubwa sana unaoongozwa na hilo dude. Basi wakashauriana nini cha kufanya cha kuweza kukabiliana na hiyo hali. Kauzu naye baada ya kuwaza na kuwazoa kwa muda mrefu, akaona bora ni heri akalifikie kabisa hilo shoka ili siweze kuonekana mtu yoyote, naye wala asije akahusishwa na mauaji ya yule rafiki yake aliyefariki. Basi akaangaza huku na huku, akaingia ndani, akachukua jembe. Baada ya kumaliza kuchukua jembe, basi akanyata taratibu kabisa kwa ajili ya kwenda kuchimba shimo ya kuweza kulifukia lile shoka ili mtu yote asiweze kulijua.
Jini Shalman na Jini Salim waliendelea kujadili nini wafanye sasa kuweza kukabiliana na hali ile katika kile kijiji juu ya lile dubwana la kutisha. Mwisho wakaamua kuwaita wenzao ili wawape ushauri na kuwaongezea nguvu za kuweza kupambana na lile dubwana. Kikao kizito chenye mikakati mikali kiliendelea kufanyika pale msituni baada ya kuwa wale majini wakusanyika. Kwa upande wa Kauzu, yeye aliendelea kabisa kuhangaika akijaribu kulifikia lile shoka ili kuficha ushahidi. Ama kweli kuwa uyaone. Kwa hali ambayo alikuwa nao bwana Kauzu ilikuwa inatisha sana. Hofu, mashaka, wasiwasi vyote vilimtawala huku akiwa anaendelea kabisa kulifikia lile shoka. Basi alikuwa akitazama huku na huku mawazo mengi sana akiwa yamejaa kichwani yakiambatana na huzuni kubwa ya kumpoteza rafiki yake, lakini pia pamoja na wasiwasi wa kuweza kukamatwa na kuhusishwa na mauaji kwa sababu ya ile shoka lake kujaa damu. Kwa hiyo aliangalia huku na kuhakikisha kabisa usalama upo wa kutosha. Akanyanyua jembe lake na kuelekea nyumbani haraka sana, huku akiwa na tafakari aliyehusika na mauaji ya rafiki yake na kisha kuleta shoka lilikuwa limejaa damu katika nyumba yake ili kuweza kumtia hatiani. Basi huku kwenye majini, yale majini aliendelea na kikao kizito sana cha kujadiliana jinsi gani ya kuweza kumwepuka yule dubwana au kuweza kukabiliana naye kama inawezekana. Lakini baada ya kushauriana sana ikaonekana yule dubwana alikuwa na nguvu kubwa sana ambazo wao hawawezi kupambana naye. Basi wakawa kujadili sana jinsi gani ya kuweza kumwepuka ili wasiweze kuhatarisha safari yao ya kutafuta ufunguo wa kuzimu. Walikaa kujadiliana, kisha mwenzao akaamua kuondoka kwanza kwenda kutoa ripoti kwa Malkia na kuacha wale majini watatu wakiendelea majadiliano juu ya kuweza kukabiliana na ule dubwana. Basi Jini Shalman akasema kwamba hapa bwana, natakiwa tuwe na nguvu za kutosha na tuwe makini sana kuweza kukabiliana na hii hali, la sivyo hali yetu ya kutafuta ufunguo itakuwa ngumu sana. Basi wakaendelea kujadiliana kwa hapa na pale huku wakitaniana na kuweza kuona namna gani ya kuweza kuongeza nguvu kidogo za kuweza kujua mahali ambapo ule ufunguo wa kuzimu upo. Basi wale majini waliendelea kutafakari na kutafakuri juu ya mahali ambapo ufunguo wa kuzimu utakuwepo. Basi Jini Salamin akasema ngoja aondoke akaongeze nguvu kwa ajili ya kuja kupambana. Akaondoka ghafla na kuacha wale majini mawili, Jini Salim na Jini Shalman, wakiwa bado wakiendelea kutafakari. Akasema bwana, inawezekana kabisa ufunguo hauko mbali na maeneo haya katika hiki kijiji. Ndio maana hiki kijiji kimefungwa na nguvu za kutisha sana. Basi tufanye kila inawezekana kuweza kupata hizo nguvu. Baadaye wakapata wazo kwamba mtu pekee ambaye anaweza kuwasaidia ni yule binti mdogo Rozi, yule kijana ambaye walimsaidia baada ya kutaka kuoa na wananchi wenye hasira kali. Basi wakapanga kwenda kumfuata na kumshawishi ili aweze kukubaliana nao. Walipofika walimkuta binti Rozi akiwa anajiandaa kutoka. Basi wakasalimiana naye. Baada ya kusalimiana naye, basi wakaanza kumueleza kwamba wanahitaji msaada kutoka kwake. Wakamweleza kwamba watampa kitu kizuri sana, watamsaidia katika mambo mengi endapo atakubaliana nao katika kutekeleza azma yao. Timeli aliendelea kumhudumia mdogo wake katika hali ya kuweza kumpa huduma ya kwanza kutokana na kung'atwa na ule nyoka. Mambo yalikuwa ni magumu sana kwa dada Meli, kwani alijitahidi sana kumpambania mdogo wake Peter aweze kunusuru maisha yake kutokana na kung'atwa na nyoka. Basi akambeba na kuanza kutembea naye mpaka nyumbani. Huku nako polini, kijana Kauzu leo alikuwa ameenda kutembelea shambani kwake kuangalia mazao yake. Basi mara baada ya kufika pale shambani, alipigwa na mshtuko mkubwa mara tu baada kukuta kwenye banda lake kuna moshi unawaka. Akajiuliza, hivi nani atakuwa amewasha huu moto katika hii banda langu? Ghafla akashangaa kuona na koti limetundikwa pale juu. Basi baada kuwa ameona ile koti limetundikwa pale juu, aliingiwa na wasiwasi mkubwa sana na hofu kubwa ikaanza kumtawala. Akajiuliza maswali mengi, hili koti nani atakuwa ameliweka? Pia nani ambaye amekuja kuwasha moto katika hiki kibanda changu pasipo mimi kuwepo? Basi kwa hofu na wasiwasi mkubwa ikabidi ingie ndani kwanza kuchungulia ajue ni nani ambaye yupo katika hicho kibanda chake na nani ambaye ametundika hilo koti pasipo yeye kuwepo wala kujua. Basi alivyoingia ndani akakuta moto mashwa na kuna dalili za uwepo wa binadamu katika yale maeneo. Basi aliingiwa na hofu kubwa sana, akatazama nje lakini hakuweza kumuona aliyewasha ule moto wala aliyetundika lile koti. Basi bwana Kauzu akaanza kujiuliza kwamba inawezekana aliyewasha ule moto itakuwa ni wezi ambao wamekuja kumwibia machungwa yake pale shambani. Dada Mary aliendelea kumkokota mdogo wake mpaka nyumbani kwa ajili ya kumpa matibabu na huduma ya kwanza kutokana na kugongwa na ule nyoka. Basi kwa huzuni, wasiwasi na mashaka makubwa, mara tu baada ya kufika nyumbani, alienda kutafuta mkeka
kisha akautandika vizuri kabisa chini. Halafu baada hapo akamfuata mdogo wake na kuanza kumnyanyua taratibu kabisa ili kumpeleka kwenye ule mkeka aweze kupumzika na kupunguza maumivu yanayotokana na ile sumu kali sana ya nyoka. Basi alimkokota taratibu kabisa, huku akiwa na wasiwasi na huzuni kubwa, kwa sababu mpaka muda huo walikuwa wao wamezaliwa wakiwa wawili tu na wazazi wao walikuwa washafariki dunia. Hivyo alikuwa amebaki yeye na mdogo wake peke yake. Basi kwa huzuni, hofu na mashaka makubwa akamlaza mdogo wake chini na kuanza kuangalia namna gani ya kuweza kumpa huduma ya kwanza ili kumpunguzia na hatari ya kifo. Basi ilikuwa ni huzuni kubwa sana. Kule msituni, kijana Kauzu naye aliendelea kupigwa na butwaa na wasiwasi mkubwa baada ya kuangalia na kugundua kwamba hakuna mtu ambaye alikuwa anaonekana kuwepo katika yale mazingira, licha ya kwamba kulikuwa na moto na koti kuwepo katika maeneo hayo. Hofu na huzuni kubwa ilimtawala, lakini akaanza kuhisi kuwa inawezekana kabisa ni wezi ambao wamekuja kuiba machungwa na mazao yake ndio wamefanya hali iwe hivyo. Kule nako kwa majini, wale majini waliendelea kumshawishi sana yule binti Rose ili aweze kukubaliana na mpango wao, mpango ambao ungewafanya kuwa huru na kuweza kupata ufunguo wa kuzimu kwa njia rahisi zaidi. Basi wakampanga vizuri kabisa kwamba anatakiwa kupeleka pesa pamoja na dawa watakaompatia. Binti Mary aliendelea kumhudumia mdogo wake katika hali ya taharuki na hofu kubwa, huku akiwa anajaribu kwa kila namna kuweza kuponyesha uhai wake asiweze kufariki kutokana na sumu kali sana ule nyoka. Basi alimletea dawa za hapa na pale za kienyeji ili aweze kunywa na kuweza kunusuru uhai wake. Basi hali ilikuwa ya kutisha sana na huzuni kubwa sana kwa dada mtu, kwa sababu hata pesa ya kumpeleka hospitali alikuwa hana. Hivyo alibaki kuhangaika huku akimwomba Mungu mdogo wake aweze kupona kutokana na dawa za kienyeji ambazo alizokuwa anampatia. Basi hali ikawa nzito sana. Kule wakati Kauzu akiendelea kulalamika juu ya wale wezi waliovamia kibanda chake, ghafla